Sasa kitu cha msingi pia ambacho ningependa leo ukielewe kwamba kuna kasumba ambazo ziko mtaani kwamba kuna baadhi ya vyakula vinasababisha vidonda vya tumbo. Mfano vyakula hivyo ni maharage, tangawizi, pilipili, soda. Iko hivi vyakula sio sababu ya vidonda vya tumbo, havisababishi vidonda vya tumbo. Kwa wewe ambaye huna vidonda vya tumbo, sio kwamba ukila maharage, ukila kisamvu utapata vidonda vya tumbo, hapana. Isipokuwa vyakula hivi huwa hatuvishauri kuvila kwa yule mtu ambaye tayari ni mgonjwa wa vidonda vya tumbo, kwa sababu vyakula hivi huwa vina tabia ya kuongeza dalili za vidonda vya tumbo. Na ni kwa sababu baadhi ya vyakula kama hivi maharage vinakuwa vina gesi nyingi, vyakula kama kisamvu vinakuwa vinahitaji asidi nyingi kwa ajili ya kuzalishwa. Kwa hivyo ni rahisi zaidi kwenda kutonesha vile vidonda na kuongeza dalili kwa yule mtu ambaye ana vidonda vya tumbo, lakini havisababishi vidonda vya tumbo. Kwa hivyo baada ya mtu kumgundua tayari sasa ana vidonda vya tumbo, huwa tunadili na matibabu yake, na matibabu ya vidonda vya tumbo huwa anahitajia dawa kwa muda wa siku 10 mpaka siku 14. Na matibabu ya dawa hizi huwa lazima yaambatane na mtindo mzuri wa kula. Kwa hivyo sasa mtu wa vidonda vya tumbo akishapatiwa dawa zake za muda wa siku 10 mpaka siku 14 itategemea, lakini lazima pia viambatane na mtindo wake wa kimaisha, hasa kwenye kula. Kuna vyakula ambavyo inabidi avipunguze kabisa, vingine ikiwezekana aviache kabisa katika hizo wiki 2 za matibabu. Kisha baada ya hapo atarudi hospitali kupima tena, then ataendelea na maisha yake ya kawaida. Kitu kingine ambacho ni muhimu kujua kwamba vidonda vya tumbo vinatibika, lakini vinaweza vikarudi saa yoyote.